Karibu sana katika ukurasa wako wa www.afyaborakipatoimara.com. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni professional wellness healthy consultant, mshauri wa afya aliyethibitishwa na Shirika la Afya Duniani. Niko kwa ajili ya kukusaidia kutumia mifumo mitatu: lishe, mazoezi pamoja na virutubisho. Leo tutajifunza vidonda vya tumbo pamoja na bawasiri. Hapa bwana ni mahali ambapo unapaswa kuwa napo makini sana. Sasa hivi kuna namba kubwa ya watu ambao wana changamoto za vidonda vya tumbo ambao hawakuwa nazo mwaka mmoja nyuma. Kuna changamoto za watu ambao wana shida ya bawasiri ambao pia hawakuwa nayo hapo nyuma. Kwa nini watu wanapata hizi changamoto? Kwanza ni kueleweshe tu, nini maana ya vidonda vya tumbo? Vidonda vya tumbo maana yake ni hali ambayo mtu anaipata tumbo lake linatengeneza chembe chembe za michubuko ambazo zinazotokana na kiwango kikubwa cha hydrochloric acid ambayo ipo ndani ya tumbo lake, inayoenda kuchubua ule ukuta wa tumbo ambao sasa kadri siku zinavyokwenda tumbo lake linapata lesion, ambayo hiyo lesion kitaalam inaitwa stomach ulcers ama michubuko katika tumbo. Ni madhara yapi ambayo mtu anaweza kuyapata akiwa na vidonda vya tumbo, ama ni dalili zipi za kwanza? Dalili ya kwanza ni kuwa na kiungulia, kuwa na gesi, lakini kuwa na mbwewe ambayo haiishi, na kusikia maumivu makali ya tumbo yanayokuja katika hali kama ya kuchoma choma hivi. Changamoto ya pili inayoambatana nayo hapo inaitwa bawasiri. Bawasiri maana yake nini? Ni hali ambayo katika ile sehemu ya tatu ya valve ya tumbo lako ambayo inaitwa anal valve, valve ambayo inaruhusu takataka ziweze kutoka katika mwili wako baada ya mchakato wa chakula ambao umefanyika kwenye tumbo lako. Hapo katika hiyo sehemu inayotolea haja kubwa, misuli yake inaanza kupata hali ya kuvimba. Yaweza ikavimba kwa ndani ama ikavimba kwa nje. Kwa hivyo tuna hemorrhoid, inaitwa hemorrhoid, ambayo kuna internal hemorrhoid, lakini pia tuna external hemorrhoid. Kuna mahusiano gani baina ya vidonda vya tumbo pamoja na bawasiri? Kwa nini wengi ambao wamewahi kuwa na historia ya vidonda vya tumbo wanapata hali za bawasiri? Kwa nini? Ni kwa sababu moja tu. Kwenye tumbo kuna enzymes ambazo zipo ndani ya tumbo lako, ambazo hizi zinatoa katika tezi za aina mbili. Kuna ghrelin hormone na kuna leptin hormone. Ghrelin hormone ni hormone ya njaa, leptin hormone ni hormone ya kushiba. Ikiwa tumbo lako litakosa usalama katika kubalance hizo enzymes na hormone, wewe sasa hydrochloric acid yako itakuwa inatoka bila kiwango salama. Nini kitakachotokea? Tumboni kuna joto salama la tumbo linalotakiwa degree 30, degree 40. Hizo ni degree salama za joto la tumbo lako. Lakini zikizidi sasa kutoka katika degree hizo zinakwenda mpaka degree 60, mara nyingine mpaka 70. Maana yake joto la tumbo lako linakuwa kubwa zaidi kuliko kawaida. Ikitokea hiyo hali, valve ya kwanza inaitwa sphincter valve, kidakatonge. Baada ya mdomo wako kupokea chakula, kuna valve ya kwanza ambayo inaruhusu chakula kiingie tumboni. Hiyo inaitwa sphincter valve. Inazidiwa na kile kiwango cha joto, inashindwa kufanya regulation, ambayo hiyo inaitwa thermal temperature. Joto kali la tumbo linaanza kupelekwa katika mdomo, ndio pale unapata kiungulia, unapata hali ya gesi. Lakini valve ya pili inaitwa duodenum valve. Baada ya tumbo lako sasa kwenda katika small intestine, utumbo mdogo pale, kuna valve inaitwa duodenum. Ile valve kazi yake ni kurelease sasa vyakula ambavyo vimeshafanywa mchakato pale viende kwenye utumbo mdogo kwa ajili ya kunyonywa virutubisho, na pale ndipo ambapo vyakula vinapelekwa sasa kwenye kongosho pamoja na kwenye ini kuchujwa, pamoja na kwenye figo pia. Kwa hiyo hapo sasa hiyo valve ikizidiwa kutunza kile kiwango salama cha kupokea na kuzuia katika namna ya kuingia na kutoka vyakula, joto lile linapanda, linakuwa ni kali, na hilo linaenda kupeleka discomfort katika eneo la valve ya tatu inayoitwa anal valve au valve ya haja kubwa. Valve ya haja kubwa inashindwa kuzuia kiwango kile cha joto degree zaidi ya 60, na zaidi ya degree 70. Sehemu ya haja kubwa inapata mchonyoto. Mchonyoto maana yake inapata hali ya kukaukiwa katika ute unaokaa katika tumbo, au ute unaokaa katika ukuta wa ile tumbo, jinsi choo kinavyotembea. Hali hiyo ikitokea, sehemu ile ya haja kubwa inapata joto kali, inavimba kwa ndani ama inavimba kwa nje. Hii ndio sababu ya changamoto ya vidonda vya tumbo, na ndio sababu ya nini? Ya bawasiri. Leo umejifunza kwa urahisi sana na umeweza kuelewa. Kwenye tumbo, kwenye vidonda, kuna bakteria huyu anaitwa H. pylori bacteria. Huyo ni bakteria ambayo yupo ndani ya tumbo lako. Si kwamba anatoka nje, la hasha. Yupo ndani na ana kazi zake.
na bakteria huyu anafanya kazi ya kupambana na asidi katika tumbo. Asidi ikipanda zaidi tumboni, bakteria huyu ana tabia ya kukua kisaizi, anaongezeka katika maumbile. Akiongezeka, na ikiwa wewe kwa sababu huna tabia ya kula kwa wakati, uko busy sana na kazi, unakunywa sana soda, unakunywa sana energy drink, unakula sana vyakula vya pilipili, lakini kubwa kuliko yote wewe ni bingwa wa kuepuka kula kwa masaa, ni mtaalamu wa kusogeza vyakula. Kadri hiyo tabia unavyoiendeleza, kinachoendelea sasa, yule bakteria anasema sasa kama unipi chakula nile nini? Anaanza kutafuna mucous membrane, ute ambao unaopatikana katika tumbo lako. Baada ya kuumaliza ule ute, ndipo anapokula ukuta wa tumbo lako, na hapo ndipo unapopata vidonda vya tumbo vinavyosababishwa na H. pylori bacteria. Kwa hivyo, kuna namna nzuri ya kuweza kutibia hii changamoto, lakini itatibiwa kulingana na ukubwa wa changamoto. Wewe ambaye umeumwa zaidi ya mwaka mmoja upo kwenye stage 3. Wewe ambaye umeumwa miezi 6 upo katika stage 2, na wewe ambaye umeanza kustukia hizi hali ndani ya wiki 3 mpaka mwezi mmoja, wewe uko stage 1. Kwa hiyo kuna namna ya kutibia kulingana na stages. Ikiwa na wewe unataka kupata ushauri, ule vipi, upate vipi matibabu na virutubisho kupona, tembelea katika ukurasa huu pembeni kuna kitufe pale cha huduma. Nenda pale, andika email yako, namba yako ya simu, chagua changamoto unayopitia. Kama ni changamoto ya vidonda vya tumbo, andika pale na ushauri kupitia vidonda vya tumbo na tiba, alafu tuandikie na namba yako ya simu, then tuma ujumbe huo. Tutapokea ujumbe wako kupitia CRM, system yetu ya kupokea huduma, alafu tutakupigia kwa ajili ya wewe kupata ushauri, kuona ni namna gani tutakusaidia uweze kukabiliana na changamoto hii. Kwani hata wewe hujamisi kula vyakula unavyovipenda bwana? Una masharti. Yaani kila ukienda kwenye sherehe umesononeka kwa sababu una vidonda vya tumbo. Yaani kila ukifikiria kula unataabika kwa sababu una vidonda vya tumbo. Hapana, hata wewe unastahili tabasamu na kula vyakula unavyovipenda, endapo tu utapata ushauri kutokea hapa Afya Bora Kipato Imara, ili tuweze kukusaidia kupona na kutibu hiyo changamoto yako. Karibu sana. Fuatilia ukurasa wetu zaidi kujifunza mengi kuhusiana na afya yako na namna ya kuboresha kipato chako ili uweze kuwa na afya bora na kipato imara. Ni Mbaraka Mbwambo, Professional Wellness Consultant Certified by WHO. Nite Dr. Mbaraka Mbwambo. Niko tayari kukusaidia mengi zaidi kwa afya yako kwa kukupa ushauri. Unastahiki ushauri wa kiwango cha kimataifa. Bawasir, vidonda vya tumbo, vinaweza kutibika endapo utawahi na kupata ushauri kutokea hapa. Karibu sana.